mchana wa leo, katika yote tuliyojifunza, Roho wa Mungu ameachilia kibali tena tujifunze kwa habari ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, na unaposikia Roho Mtakatifu linaweza likawa ni neno ambalo umeshawahi kulisikia mara nyingi, umeshalisikia kanisani, kwenye vyombo vya habari, au umelisoma kwenye vitabu vya dini. Lakini leo Bwana ameachilia neema tujifunze kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwanza tujue, unaposikia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu huyu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Kwa msaada wa Roho Mtakatifu nimeandika vitu vichache hapa ambavyo vitatusaidia kujua Roho Mtakatifu ni nani. Moja, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu wa Mungu mmoja. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu wa Mungu mmoja. Na pointi ya pili, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Hapa ni kufafanulia kidogo. Pointi ya kwanza imesema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu, yaani Mungu mmoja. Haleluya. Lakini pointi ya pili inasema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Sasa nikupe tu mfano katika hali ya kawaida. Mwanadamu ili awe mwanadamu anakamilishwa na vitu vingi. Kuna roho, mwili na nafsi. Hivi vyote vikiungana tunapata mtu. Haleluya. Lakini ni katika mgawanyiko wa mwili, roho na nafsi. Kwa hiyo Mungu pia, kwa sababu Mungu ndiye muumbaji, ndiye designer aliyetu design sisi wanadamu. Achana na ile propaganda ya kuambiwa mwanadamu ametokana na nyani. Hiyo jifunze, jibu mtihani ili mwalimu wako aliyekufundisha akupe tiki uonekane umefaulu. Lakini katika uhalisia wa neno la Mungu, mwanadamu ametokana na Mungu, na kwa sababu Mungu ndiye aliyetuumba, alituumba akatutengeneza katika mfumo na asili yake. Haleluya. Kwa hiyo kama yeye jinsi alivyo katika mgawanyiko wa nafsi tatu, ndivyo mwanadamu anavyokamilishwa kwa muunganiko wa nafsi tatu: mwili, roho na nafsi. Haleluya. Kwa hiyo unapozungumzia nafsi yako, maanake unazungumzia wewe mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo pia kwa Roho Mtakatifu. Unapomzungumzia Roho Mtakatifu, ni nafsi ya Mungu, lakini Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Pointi ya tatu, Roho Mtakatifu ni jicho la Mungu au mkono wa Mungu, au tunaweza kuita uwepo wa Mungu. Roho Mtakatifu ni jicho la Mungu. Kwa nini ni jicho la Mungu? Tutaelewana huko chini kadri ninavyoendelea, maana hapa ninaweka msingi wa somo langu kwa habari ya Roho Mtakatifu. Maana tunahitaji kutambua kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo kwa haraka unapokutana na swali hili, ukazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu na mtu hajaelewa juu ya huyo Roho Mtakatifu, akakuuliza, "Kwa Roho Mtakatifu huyo unayemzungumzia ni nani?" Mwambie Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu wa Mungu mmoja. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu
jicho la Mungu au mkono wa Mungu au uwepo wa Mungu. Haleluya. Lakini pointi nyingine ya 4, Roho Mtakatifu ni upako unaodumu, sio wa muda tu. Roho Mtakatifu ni upako unaodumu, sio wa muda tu, ni upako unaodumu. Haleluya. Na ndio maana Yesu Kristo alipoondoka alisema, mimi ninaenda kwa Baba, lakini namwacha kwenu Roho Mtakatifu awe msaidizi atakayekaa kwenu siku zote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni upako unaodumu, sio kitu cha muda cha temporary. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mara nyingi katika maisha yetu, changamoto kubwa tunayokutana nayo ni kwamba hatumruhusu Roho Mtakatifu katika milango mitano ya fahamu. Kwa sababu mwanadamu ana milango mitano ya fahamu. Sasa huyu Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi ya Mungu, ni Mungu mwenyewe na ni jicho la Mungu, ni uwepo wa Mungu, ni mkono wa Mungu. Huyu Roho Mtakatifu ili atende kazi kwa mtu, lazima mtu amruhusu, ampe nafasi, atembee katika milango mitano ya fahamu alionayo mtu. Haleluya. Milango mitano ya fahamu tumejifunza shuleni: ngozi, ulimi, pua, masikio, macho. Hii ni milango mitano ya fahamu. Haleluya. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu akitawala katika milango hiyo mitano ya fahamu, atatenda kazi katika roho kupitia milango hiyo mitano ya fahamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatupasa kumruhusu Roho Mtakatifu katika milango yetu mitano ya fahamu. Inatupasa kumruhusu Roho Mtakatifu kwenye macho, ataona. Roho Mtakatifu anakuwa ndio macho yako. Unahama kutumia macho haya, unatumia uwezo wa kuona wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unatumia uwezo wa kuhisi. Ninahisi kuna kitu kibaya kinaenda kutokea. Mwingine akiwa yupo pale na yupo mwilini, hajawa na Roho Mtakatifu ndani, anaweza akashangaa. Unahisi kuna kitu kibaya, mbona tuko hapa tu tuko salama? Mbona tuko hapa tu tunaonekana tuko vizuri? Lakini katika mazingira kama hayo, wewe unakuwa na uwezo wa kuhisi, kwa sababu kwenye milango yako mitano ya fahamu umemruhusu Roho Mtakatifu kutawala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na endapo tukimruhusu, kuna matarajio makubwa na yenye kutenda kazi katika huduma zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa niombe wale ambao tunafanya kazi ya Mungu, tunasimama kwenye huduma mbalimbali katika nyumba ya Mungu, tusikilizane kwa makini kabisa. Nasema hivi, na endapo tukimruhusu Roho Mtakatifu kutawala katika milango ya fahamu mitano tulionayo, tutarajie matarajio makubwa ya katika kutenda kazi ya huduma zetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hautafanya huduma kama wewe, isipokuwa utafanya huduma Roho Mtakatifu akiwa anahudumia watu ndani yako. Na ndio maana utafanya huduma bila kuchoka, utafanya huduma bila kukosa kitu cha kuhudumia watu. Hautaishiwa neno la kusema, hautaishiwa maombi ya kuomba, hautaishiwa kwa sababu masikio yako ya ndani yatakuwa yanamsikia Roho Mtakatifu, na yakimsikia Roho Mtakatifu
kuna saa unaishiwa. Lakini Roho Mtakatifu akiwa juu yako, utafanya huduma masaa 24 na hautachoka na hautaishiwa. Ladha itakuwepo. Utaomba hautachoka, utaomba hautaishiwa ya kuomba, hautakariri maneno ya kukaririka tu. Kwa hiyo akiomba huwa anaanzia neno hili, linakuja hili, linafika hapa, akifikia hapa basi ameishiwa. Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Sema tena kwa nguvu, sema Roho Mtakatifu. Na sio huduma tu, hata kazi zako ukimruhusu Roho Mtakatifu atakupa ubunifu ambao wengine hawajawahi kuubuni. Unakuta mnafanya aina moja ya biashara, lakini wewe unapata mbinu kila siku, unabuni haka, unapeleka hivi, unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Mtu anakuwa hachoki kuja kwenye biashara yako, hachoki kuja kupata bidhaa zako, hachoki kuja kupata huduma zako kwenye biashara yako. Kwa sababu gani? Unakuwa na mbinu. Mtu akikimbizana akisema ngoja amefanya hivi, ngoja na mimi muige, wakati anaiga hii, wewe unapewa nyingine mpya. Haleluya! Kwa sababu Roho Mtakatifu ni kiwanda kinachozalisha vitu ambavyo havijawahi kutokea duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kwenye biashara tu, hata kwenye ndoa yako. Ukimpa nafasi Roho Mungu atawale ndoa yako, unamwambia Roho Mtakatifu, ndoa yangu sitaki iende kama ndoa za watu wengine. Ninataka ndoa yangu iwe ya tofauti. Kwa hiyo ninaikabidhi ndoa yangu kwako. Siko tayari kuibeba hii ndoa mwenyewe. Ninaikabidhi mikononi mwako. Unashangaa unapokuwa upo pale kwenye familia yako, hata ukiandaa chakula, Roho Bwana anaingilia kati kwa sababu yupo ndani yako na wewe ni chombo cha Bwana. Anakupa mafunuo, ni chakula cha aina ile, lakini unakiandaa kwa maandalizi mengine, familia inakula ichoki. Ndio maana ninakwambia hivi, unaweza kumruhusu Roho Mtakatifu kwenye ndoa yako. Usiongoze ndoa yako mwenyewe, mruhusu Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Maana ndoa yako inakuwa kwenye mikono ya Mungu, na chochote unachokiweka kwenye mikono ya Mungu, hicho kitu ni salama kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Chochote unachokiweka kwenye mikono ya Mungu, hicho kitu kipo kwenye mikono salama, kitafika salama, hakitaishia njiani. Hata kama watu wawange, hata kama watu watamke matabiri mabaya, yale mabaya yatatokea, yale mabaya yatatimia, kwa sababu umekabidhi kwenye mikono ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Na mkono wa Mungu ni mkono wenye nguvu, na mkono wa Mungu ni mkono uliohodari. Alishashinda vita vingi, na ndio maana ndoa yako itapita kwenye vita, lakini haitavunjika. Utavuka ukiwa salama, utashinda hiyo changamoto pia, maana Bwana ni mshindi. Alishashinda mambo mengi, hata hilo atakushindia. Sasa changamoto kasa, sasema mimi nalea ndoa, unaiongoza wewe kwa akili zako. Biblia inasema hivi, mtegemee, mtumaini Mungu wako, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Akili zetu zinashindwa, akili zetu zinachoka, akili zetu zinafika mahali kompyuta za kichwani zina corrupt. Lakini ukimtegemea Mungu, Mungu hatachoki, Mungu halali, Mungu hakati tamaa. Akilianzisha jambo, Biblia inasema huwa anatangaza mwisho toka mwanzo. Yaani anapolianza, analianza akiwa tayari ameshalimaliza, analianza akiwa tayari ameshashinda. Haleluya. Kwa mfano sasa hivi tunapilika hii ya kiwanja. Yaani Yesu alishanunua kiwanja. Amen. Yaani point ilivyokuja kwamba tunatakiwa tununue kiwanja, Yesu
Yesu alishakinunua. Amina. Haleluya. Yeye huwa akianzisha jambo analimaliza, ameshalimaliza. Yaani ukiona jambo fulani limeanza, limeisha. Amina. Mungu akilianzisha jambo hata kama linaenda umbali kiasi gani, ana uwezo, anajiamini, amejithibitisha. Na ndio maana hata neno lake akasema hivi, neno lake alilithibitisha mara 7. Akalithibitisha mara ya kwanza, akalithibitisha tena, akalithibitisha tena, akalithibitisha tena na tena na tena mpaka mara 7. Anaporuhusu lije kwako, ameshalithibitisha. Habatishi. Mungu ajaribu, hanaga nani ya kujaribu kwamba ngoja nijaribu. Mimi naweza kusema ngoja nianze safari hii, ngoja nianze biashara hii, ngoja nijaribu biashara hii labda. Mnaweza kusema okay, nimeshindwa mwanamke huyu, ngoja nijaribu mke huyu. Mungu angajaribu. Mungu akifanya anafanya kweli. Haleluya. Akifanya anafanya kweli. Akijibu anajibu kweli. Akibariki anabariki kweli. Akiinua anainua kweli. Hajawahi kosea. Hata yule unayemuona wewe, ukimuona unaona pua imekaa haijakaa vizuri kama anakuchekesha. Yaani Mungu aliweka safi sana. Yaani iko sahihi mno, inapendeza. Ndio maana hakuna mtu kama huyo, utamuona ni huyo huyo. Amina. Sasa hata wewe hivyo ulivyoumbwa, yaani umeumbwa safi sana. Yaani mtu asikutaabishe. Amina. Umeumbwa vizuri mno. Mungu alipofanya kazi ya uumbaji, anasema hivi, akatazama, alipotazama akaona ni njema. Amina. Yaani hivyo mwingine anakuambia, mbona masikio yako yamekaa hivi kama antena? Mwambie Mungu alipoumba, aligeuza akatazama, akaona ni njema, akakiatua. Okay, nimetoa vya masikio vya hivi, ngoja nitoe na la hivi. Kwa hiyo akaweka na la hivi, alafu akaona wow, linapendeza, maana kabla sijamuona mwenyewe naona kwanza sikio. Haleluya. Na hiyo nayo ni njema. Mungu hajawahi kufanya kazi mbaya hata siku hii. Sasa kama kuna mtu, unamsikia vizuri? Kama kuna mtu anatakiwa atawale maisha yako, Roho Mtakatifu. Kama unataka uishi miaka 1000, uone kama umeishi siku moja, maisha yako mwachie Roho Mtakatifu atawale. Amina. Lakini ukitaka kuona maisha ni magumu, ukaanza kuongea kama dunia inavyoongea, dunia inalia maisha magumu, nalia na Yesu na maisha magumu. Jamani, uchumi mgumu, nalia na Yesu, uchumi mgumu. Uchumi mgumu kwa sababu unauendesha wewe, lakini ukimwachia Roho Mtakatifu, ukamwambia hili lipo juu ya uwezo wangu, ingilia kati Roho Mtakatifu, fanya wewe. Yaani utakuwa na shangaa. Roho Mtakatifu atawale maisha yako. Amen. Usimzuilie mlango wa fahamu hata moja. Ndio maana wakati mwingine Roho Mtakatifu anashindwa kutenda kazi ndani ya watu kwa sababu anashindana na fahamu za watu. Anashindana na fahamu za watu. Bwana Yesu atusaidie. Roho wa Mungu anakuambia fanya hivi, ufahamu wako unaona anakuambia hivi hilo jambo linawezekanaje? Haleluya. 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 Lakini kama una uhakika na umemkabidhi
umemkabidhi Roho Mtakatifu milango yako yote ya fahamu. Kuna saa unapoomba hapo anakuambia sasa hivi, sasa acha kuomba staili hiyo, anza kuomba staili hii, na unajua ya kwamba ni yeye na una uhakika naye. Unahamisha haraka sana, unabadilisha channel, unaelekea kule ambako Roho wa Mungu anataka. Ukishaelekea uelekeo huo wa Roho Mtakatifu, mambo yanaitika. Amen. Vitu vinakuwa vigumu kwa sababu tunashindana. Masikio ya ndani yanamsikia Roho wa Mungu anasema, anatoa maelekezo. Masikio yako ya nje huko anakuambia sasa ukifanya hivyo watu watakuelewaje? Ukiwa unaomba umelala kifudifudi, watu watakuelewaje? Kama Roho amekwambia hivi, ulikuwa unaomba umesimama, akakwambia lala kifudifudi, lala. Na unapomtii Roho wa Mungu kwa jambo moja, hata kama ni dhaifu, hata kama ni dogo, I say lina nguvu, lina mlipuko wa ajabu. Kuna saa utaingia huko, unaingia kuomba, hatutembei kwa kukariri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafika hapo unasikia uwepo wa Mungu wa ajabu. Unaweka tu wimbo fulani unapiga, hakuna cha mic wala nini, kuna utulivu, watu wanatokota tu. Yaani wimbo unapotembea, kwanza wimbo wenyewe haujachagua wewe. Roho Mtakatifu amekuambia uplay huo wimbo. Unapopiga hakuna cha mic, hakuna anayekuongoza. Yaani watu kila mmoja anatokota, hakuna anayemwangalia mwingine. Kwa nini tunakuwa na utumishi mwingi kanisani na kwenye ibada? Ni kwa sababu hatujamruhusu Roho Mtakatifu kwenye milango mitano ya fahamu. Amen. Ukifungua macho baadaye uone Bwana, unamwona jirani yako. Stefano akapigwa mawe, anapigwa mawe, yanarushwa mawe, wanategemea aone mawe. Anasema akainua macho yake, mbingu zikafunguka, akamwona mwana wa Mungu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kuna saa unasimama hapa, unaomba, unatokota katika roho. Ukifungua macho, hauoni mshirika hata mmoja, huoni kiti, huoni chochote, huoni chochote. Yaani unamuona Bwana jinsi alivyo mkuu, unamuona alivyo karibu, unamuona anavyobarikiwa, anavyopokea vitu vizuri kutoka kwako. Umeconnect, umeunganisha. Huwezi ukatembea katika roho bila kumpa nafasi Roho Mtakatifu. Mwili huwa unashindana, mwili una ubinafsi, mwili una tamaa. Na vitu vyote ambavyo mwili unavitamani ni vitu ambavyo ni vya muda kitambo, ni vitu vinavyoharibika. Mwili hauwezi kutamani vitu vya rohoni. Mwili unapinga vitu vya rohoni vikali mno. Kwa hiyo mtu aliyeokoka, ili uwe salama, lazima uruhusu Roho awe na nguvu kwako kuliko mwili. Utaweza kuzishinda tamaa za mwili. Mwili una tamaa, ukiulisha viazi unataka chips. Tamaa, mwili una tamaa, hauna shukurani. Yaani hata ukusanyie dunia nzima uupe, mwili hauna shukurani. Unakuta mtu ana mke, bado akiona mwenye makalio makubwa anasema yaani huyu labda angekuwa wa kwangu. Mwili hauna shukurani. Ukiwa na Roho Mtakatifu, ukiongozwa na Roho Mtakatifu, usiongozwe na tamaa ya mwili. Ni hivi, utabaki kwenye msimamo wako. Kama ulikuwa unavaa huku, utavaa hivyo hivyo. Atakukuta unavaa hivyo hivyo. Na hata ukiingia kwenye ndoa hautabadilika, utakuwa hivyo hivyo, kwa sababu hauongozwi na tamaa ya mwili, unaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Usiongozwe na tamaa ya mwili, ongozwa na Roho. Haleluya. Haleluya. Binti ambaye alishinda tamaa za mwili ni yule ambaye
mmefanikiwa sana rohoni. Kujipamba kwenu kusiwe kwa nje. I say, ndani pakiwa pamepambika, pamepodoka. Rohoni pamepodoka. Yesu ametulia, amekula 4, Roho Mtakatifu amekula 4, Mungu Baba amejaa, wametulia hapo hawa watatu. I say, ukiweka na poda huku nje, vinaitika. Lakini ndani kama Yesu hayumo, Roho Mtakatifu hayumo, Mungu hayumo, yani ukiweka huku ni kama vile nyang'au fulani tu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Nikasema siku moja kwa mimi, yani ni safi. Yesu ametulia, Roho Mtakatifu ametulia, neno la Mungu limejaa kwa wingi ndani yako, maombi unapiga yako sawa, kila kitu kimekaa vizuri kwenye setting yake. I say, ukavaa uko smart, dada wa watu, mama wa watu, kaka wa watu, bado ukasimama sehemu unasema Yesu anaokoa, Yesu ni Bwana, Yesu anabadilisha. Yesu ni mtakatifu, anatafuta walio watakatifu, walioacha dhambi, waliojikana kwa ajili yake. Ukichanganya na hiyo, ukichanganya na usmart, aisee, mbinguni, yani maserafi makerubi wanakuwa za hapa tu, za hapa tu, za hapa tu, za hapa tu. Anga la kwako, wanakuwa kwenye anga lako, hawaendi pengine. Yani ukitembea na wao wapo tu na anga lako. Yani kila wakati unasikia wingu. Unaenda kwenye ndoa unasikuta wingu, unaenda kwenye biashara unakuta wingu, unaingia kwenye ibada unakuta wingu. Ukitekenya tu ka wimbo kakuabudu hata kama hujui kii vizuri, unakuta wingu limetawala. Yani hapo I say, wasema kwa kuwa wale wanaoongozwa na Roho hao ndio wana. Mimi nilipolisoma lile andiko, japo nilikuwa naimba, ninaletewa na Roho Mtakatifu, nikatafakari, nikasema Roho, karibu kwangu. Mimi nipo tayari. Yani wewe pita tu, pita kila sehemu. Yani sikuwekei mipaka. Kama kuna mtu wa kutokumwekea mipaka ni Roho Mtakatifu. Mwambie apite kila kona za maisha yako. Hautabadilisha tabia hizo za mwili ziondoke kwa jitihada zako. Mpe nafasi Roho Mtakatifu apite kila kona, atembelee kwenye simu yako, atembelee kwenye uvaaji wako, atembelee kwenye ufahamu wako, atembelee kwenye kazi yako, atembelee kila eneo. Usiigize Roho Mtakatifu kwa sababu nimefundishwa hapa. Mwache Roho Mtakatifu, mfungulie nafasi aingie mwenyewe katika uhalisia. Usiigize. Amina. Tuna watu wanaigiza Roho Mtakatifu, anaigiza amejaa Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu tunamjua akiingia ndani ya mtu huwa analeta mabadiliko. Amen. Mabadiliko haishi tu kunena, haishi tu kugaragara, kuanguka. Unapoanguka manake unamaanisha kwamba mimi nimenyenyekea, ninafinyangwa. Sasa baada ya kunyanyuka pale, tunahitaji kumwona aliyefinyangwa. Sema amina. Sasa wewe ukaniambia umeanguka na Roho Mtakatifu kagaragara ukanena, alafu ulikuwa na kiburi, bado na kiburi hivyo hivyo. Kiburi ni tabia za mwili. Tabia za mwili haziwezi kwenda sambamba na tabia za Roho Mtakatifu. Lazima tabia za mwili zife ili tabia za Roho Mtakatifu ziwe hai. Haiwezi Roho Mtakatifu tabia zake zikawa hai na tabia za mwili zikawa hai. Huwezi kutumikia mabwana wawili. Lazima mmoja. Amen. Binti ulikuwa ni mtu wa kisirani. Umegaragara hapa Roho Mtakatifu kweli na nini na nini na nini, unatoka na kisirani hicho hicho. Which Roho Mtakatifu? Ulikuwa na mdomo mchafu, majibu mabaya, umejaa eti Roho Mtakatifu, unatoka. Biblia inasema hivi, kinywa hicho hicho hatuwezi kusema Yesu amelaaniwa alafu hapo tena Yesu amebarikiwa. Kwa sababu tutawajua kwa matunda
anazalisha, anatoa zao lake. Na zao la Roho Mtakatifu ni unyenyekevu, ni upole, ni kiasi, ni utu wema, ni fadhili, ni mambo mema katika mkusanyiko wake wote. Huyu mtu alikuwa ni mtu mwenye chuki, tutaanza kuona upendo. Huwezi ukaniambia una Roho Mtakatifu amejaa ndani yako